Gavana wa California amesema amearifiwa kuwa wanajeshi 2,000 zaidi watatumwa mjini Los Angeles kufuatia siku kadhaa za makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama kuhusu misako ya kuwakamata wahamiaji, ikiwa ni sera ya rais wa nchi hiyo Donald Trump. Musa Memba ndiye ambaye anakuja na undani wa taarifa hii ambayo ameandaliwa naye Anisia Sylvester. Hilo limethibitishwa na utawala wa Trump kupitia kwa msemaji mkuu wa ikulu ya Marekani, Sean Parnell, ambaye amethibitisha kuwa walinzi wengine wamepelekwa mjini humo. Amesema kwa agizo la rais, idara ya ulinzi inakusanya walinzi wa kitaifa zaidi ya 2,000 wa California kuitwa katika huduma ya usalama wa taifa, kuwezesha maafisa kutekeleza sheria kwa ajili ya udumishaji wa usalama. Na katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, ukurasa wa makamu rais wa Marekani JD Vance amesisitiza kutumwa kwa wanajeshi kukabiliana na maandamano ya kupinga uvamizi wa wahamiaji hao huko Los Angeles, akisema kuwa utawala huu hautatishwa na uvunjaji wa sheria na rais Trump haturudi nyuma. Hata hivyo, gavana Gavin Newsom ameitaja hatua hiyo ya Trump kuwa ni kutimiza ndoto ya rais dikteta, huku mwanasheria mkuu wa California akimshtaki rais Donald Trump kwa kutuma majeshi jimboni humo bila ya ridhaa ya gavana. Gavana huyo amesisitiza kwa kurudia kwamba anaishtaki utawala wa Trump baada ya walinzi wa kitaifa kutumwa bila ridhaa yake kudhibiti maandamano ya kupinga sera za Trump, maandamano ambayo yamezidi kupamba moto huku maafisa wakikabiliana na waandamanaji. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kupiga marufuku raia wa mataifa 12 kuingia Marekani, hasa kutoka Afrika na Mashariki ya Kati, umeanza kutekelezwa huku mvutano ukiongezeka kuhusu kampeni ya Trump dhidi ya wahamiaji. Mpango huo uliotiwa saini wiki iliyopita uliwazuia raia kutoka Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen kuingia nchini Marekani. Pia unaweka masharti ya kusafiri kwa raia wa nchi kadhaa ikiwemo Burundi, Cuba, Sierra Leone, Togo na Venezuela ambao wapo nje ya Marekani na wasiokuwa na vibali halali. Mpango huo hata hivyo haujabatilisha visa zilizokuwa tayari zimetolewa kwa watu wa mataifa yaliyotajwa kabla ya mpango wenyewe kupitishwa. Maelfu ya watu wamejitokeza katika maandamano kwenye miji mikubwa nchini Marekani kupinga baadhi ya sera za rais Trump aliyeingia madarakani mwezi Januari mwaka 2025. Miongoni mwa sera zake zinazopingwa na waandamanaji hao ni pamoja na za uchumi, kupunguzwa kwa wafanyakazi wa serikali, ushuru, uhamiaji na haki za binadamu. Maandamano hayo yamefanyika katika maeneo 1,200 ya majimbo yote ya Marekani, ikiwemo mashirika ya kiraia, vyama vya wafanyakazi, watetezi wa mapenzi ya jinsia moja na wanaharakati wa uchaguzi. Donald Trump amewakasirisha Wamarekani walio wengi kwa hatua zake kali za kupunguza serikali na kwa kuwalazimisha raia kufuata maadili ya kihafidhina, pamoja na kuzishinikiza vikali nchi rafiki kwa Marekani katika masuala ya mipaka na biashara. Waratibu wa maandamano hayo ya amani wamesema walitarajia kuwa yangehudhuriwa na watu 20,000, lakini waliojitokeza ni zaidi ya idadi hiyo. Wanajeshi, polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vya Marekani vimejikuta katika wakati mgumu kutuliza maandamano makubwa yanayoendelea katika jiji la Los Angeles kupinga sheria ya uhamiaji zinazolalamikiwa kukandamiza wageni. Shukrani sana Musa Memba, ambaye kama ambavyo tumekuambia mtazamaji ndiye ambaye amewasilisha taarifa hiyo ambayo imeweza kuandaliwa naye Anisia Sylvester, na akituelezea kile ambacho kinaendelea kule Marekani katika eneo lile la Los Angeles. Tumesikia kwa undani taarifa hiyo, na sasa ni wakati wa kwenda kuangazia jicho la habari. Na jicho la habari leo likianzia Dodoma, waziri wa afya Jenista Mhagama amesema serikali imetenga zaidi ya bilioni 3 katika mkoa wa Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa chumba cha uangalizi maalum kwa watoto wachanga wanaozaliwa na changamoto za kiafya, ikiwa ni moja ya jitihada ya kutokomeza vifo vya watoto wachanga wakati wa kuzaliwa. James Bunuma kutoka Dodoma, huyu hapa na taarifa zaidi. Ameongeza kuwa katika kupanua na kuboresha huduma kwenye vituo vya afya,
Serikali pia inatoa kiasi cha shilingi bilioni 7 kukarabati upya kituo cha afya Makole kilichopo mkoani humo, ambapo karabati huo utajikita kwenye eneo la uzazi ili kuwa na mahala salama kwa ajili ya kina mama kujifungulia. Waziri Mhagama ameyasema hayo wakati wa hafla ya kupokea taulo za watoto wachanga zilizotolewa na kampuni ya Softcare zitakazogawiwa kwenye hospitali za wilaya mkoani humo. Kuwatenganisha na mama wakati wa uzazi, wataalamu wote wa afya duniani, mtoto akishatengwa na mama yake kwenye uzazi wa dharura, na yeye anatakiwa kuhudumiwa katika utaratibu wa kidharura. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema katika sekta ya afya wamepokea bilioni 80.2 ambapo bilioni 42.1 zilitumika katika ujenzi wa miundombinu ya vituo vya afya, huku bilioni 38.1 zilitumika katika ununuzi wa vifaa tiba, dawa na vitendanishi. Sasa hivi upatikanaji wa dawa katika mkoa wetu wa Dodoma ni wa kiwango kikubwa, katika halmashauri kati ya 85% mpaka 98% watu wakienda vituoni. Lakini urafiki na ukaribu wake wa kufanya kazi na washirika wa ndani na nje wa maendeleo kila mtu anauona. Andy Lui ni mkurugenzi mtendaji wa Sunda International na Softcare, ameeleza sababu ya kutoa taulo hizo za watoto na wakina mama zenye thamani ya shilingi milioni 65. Taulo za watoto 1000 zenye thamani ya shilingi milioni 65 zitakazogawiwa kwenye wilaya za Dodoma zote, na lengo letu ni kuhakikisha tunawasaidia wanawake. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV. Taarifa ya James Bunuma kutoka Dodoma ikitupa taarifa kile ambacho kimefanyika. Na sasa tuiangazie Iringa. Jitihada kubwa za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo zimeanza kuleta matokeo chanya kwa wananchi wa jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa, ambapo sasa wanashuhudia mabadiliko makubwa katika upatikanaji wa huduma za kijamii na miundombinu bora ya barabara. Huyu hapa ni Agustino Kihombo, mwanahabari wetu kutoka Iringa, akitupa taarifa zaidi. Kazi unayoona mimi ni umeme upo, maji kama hivi yapo, barabara kama hivi zinatengenezwa sehemu zote. Kwa bajeti iliyokuja ya serikali kwa kupambana, Mheshimiwa David Kienzile amehakikisha huu maji unatukuta wananchi wa kijiji cha Igole. Hawa ni baadhi ya wananchi wa jimbo la Mufindi Kusini hapa mkoani Iringa wakizungumzia kuhusiana na namna ambavyo serikali imetekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imekuwa mkombozi kwa maisha yao kutokana na changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili kwa muda mrefu. Kadhalika, madiwani wa kata wamekuwa wakiwasilisha taarifa za utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 ambapo wamekuwa wakionyesha namna ambavyo serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. Kata hii imeweza kupokea pesa ya maendeleo kutoka 2020 mpaka 2025 tunayokwenda nayo sasa hivi, jumla ya bilioni 1,243,244 na senti 94. Kata Idete pia mpaka sasa tunavyoongea na nyinyi kwa muda wa miaka 5 imeweza kupokea kiasi cha bilioni 3,380,000 na vishilingi jumla. Hizi zote zimekwenda kufanya kazi kwenye kata Idete. Mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini ambaye pia ni naibu waziri wa uchukuzi David Kienzile amehudhuria katika mikutano hii na hapa anapigilia msumari juu ya dhamira ya serikali katika kutatua changamoto za wananchi. Hakuna wakati tumejenga miradi mingi ya elimu bila kulazimisha watu, bila kuwaweka watu ndani, kuleta maendeleo kama sasa. Miaka 5 iliyopita, 10 kutoka 2010 mpaka 2020, jumla ya fedha zilizokuwa kwenye kata hii hazifiki milioni ngapi? 500. Lakini miaka 4 ya Dr. Samia kwenye kata hii ya Idete ameleta zaidi ya bilioni 3 na milioni 400. Hii ni Clouds TV kutoka hapa wilayani Mufindi mkoani Iringa. Mimi ni Agustino Kihombo. Asante Agustino Kihombo kwa taarifa hiyo. Sasa hebu mtazamaji tuelekee kule Mtwara.
Vyama vikuu vya ushirika mkoani Mtwara vya Tandahimba Newala Cooperative Union TANECU na Masasi Mtwara Cooperative Union MAMCU vimekabidhi shilingi milioni 100 kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara kuchangia maadhimisho ya jumla ya elimu mkoani humo. Taarifa kutoka Mtwara hapa studioni inasomwa naye Juma Muhammad. Katika juma la elimu, mkoa huo huadhimishwa kwa kutoa zawadi mbalimbali kwa shule, walimu, wanafunzi na wadau mbalimbali wa elimu kwa kutoa mchango mkubwa wa kuinua taaluma mashuleni. Wakizungumza katika hafla ya makabidhiano hayo, wenye viti wa vyama hivyo Karim Chipola wa TANECU na Azam Julajula wa MAMCU wamesema mchango huo umepata baraka zote kutoka kwa wanachama wao. Tutahakikisha mchango huu wa kusapoti elimu tunatekeleza kwa 100%. Na nikuhakikishie tumepata baraka kutoka kwenye mikutano yetu ya AMCOS huko chini. Tulikuwa tunatembea kule tunawaelekeza wanachama na wametuambia nenda mkatekeleze, msiwe na wasiwasi. Letu la chama kikuu cha MAMCU hatujarudia tu hapa, hata huko kwenye vyama vya msingi pia sasa wanafanya haya matukio. Wengine wanapeleka vyakula, wengine wanapeleka simenti kwa ajili pia kuunga juhudi za elimu, ili kuhakikisha katika maeneo yetu basi upande wa elimu basi inapewa kipaumbele zaidi. Baada ya kupokea mfano wa hundi ya fedha hiyo, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema vyama hivyo vimekuwa mfano wa kuigwa kwa taasisi zingine, kwani licha kutoa fedha kila mwaka kwenye upande wa elimu, pia wamekuwa wakichangia maendeleo mbalimbali ndani ya mkoa huo. Jambo hili ni la kuigwa na taasisi nyingine zinazofanya shughuli zake mkoani kwetu Mtwara. Hii itasaidia wananchi kuona na kutambua mchango wa vyama vikuu vya ushirika na taasisi nyingine katika kuendeleza na kuboresha sekta zote ikiwepo sekta ya elimu. TANECU na MAMCU wamekuwa ni sehemu ya mabadiliko chanya yanayotokea katika sekta ya elimu ndani ya mkoa wetu. Hela hii kwetu ni muhimu na kwa kiasi kikubwa inatusaidia kuongeza hamasa chanya kwa wanafunzi na kwa walimu kuwajibika katika kuboresha taaluma mashuleni. Na shukran Juma Muhammad kutoka Mtwara kwa taarifa hiyo. Na sasa tuiangazie Songwe. Kukamilika kwa ujenzi wa daraja linalojengwa katika kijiji cha Msangano, tarafa ya Msangano, wilaya ya Momba mkoani Songwe kupitia wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA yenye urefu wa mita 54 linalounganisha halmashauri ya mji Tunduma na halmashauri ya wilaya ya Momba inatarajiwa kurahisisha na kuharakisha uchumi hasa katika masuala ya kilimo pamoja na usafirishaji. Mwanahabari wetu Aida Matthew kutoka Songwe anaripoti zaidi. Daraja hili lenye thamani ya shilingi bilioni 2.9 limejengwa ndani ya kipindi cha miezi 19 huku likiwa limefikia 65% na linatarajiwa kukamilika na kuanza kutumiwa na wananchi ifikapo Oktoba 2025, ambapo linakwenda kuboresha mawasiliano na kuharakisha usafiri kwa wananchi wa maeneo yote ya wilaya ya Momba. Kabla ya mradi wetu haujaisha, ambayo kimsingi unapaswa kuisha tarehe 14 mwezi wa 9, kwa plani tulionayo na kwa spidi ya mkandarasi tunafikiria lazima tutakuwa tumekamilisha na watu waanze kupita juu ya daraja. Hatua tuliofikia, tumefikia hatua sasa ya kumwaga caps kwa ajili ya hizo abutments pamoja na piers pamoja na kuseti zile bearing, ili sasa tuanze kuseti deki kwa maana ile hatua ya mwisho kabisa ya juu. Kwa hiyo watu wa Msangano, daraja hili kwa kipekee ni neema kubwa sana katika kuongeza uchumi wa kijiji chenu. Kipekee kwa sababu ukitoka Tunduma basi upokee na swala la kibiashara, watu wanaweza kuja kufanya biashara hapa kwenda wakitokea Tunduma. Juhudi hizi ni matokeo ya serikali katika kuhakikisha inatatua changamoto sugu kwa wananchi, na hapa mkuu wa mkoa Daniel Chongolo anawaasa wananchi kuto kuhujumu miundombinu ya miradi inayowekwa na serikali kwa manufaa yao. Kazi ya serikali ni kutenda bila kuangalia watu wanasema nini, kuhudumia wananchi bila kuangalia watu watasema nini, kuhudumia wananchi bila ubaguzi, bila upendeleo, ili mradi wananchi wapate huduma wanayostahili. Miaka 5 iliyopita kutoka tu hapa Msangano kwenda pale Tunduma ilikuwa anasa. Uongo ukweli? Tusikubali mtu ahujumu miundombinu inayowekwa na serikali kwa fedha nyingi. Aida Matthew, Clouds, Songwe.
Naam, na hatimaye sasa kutoka Songwe tuelekee Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye ametoa wito kwa wananchi na jamii nzima ya Kigoma kuhakikisha wanalinda na kuwapatia haki sawa watu wote wenye ualbino kama ilivyo kwa wanadamu wengine katika nyanja zote za maisha. Andengenye ametoa wito huo alipokutana na viongozi wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania TAS, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa kuhusu watu wenye ualbino. Tuungane na Emmanuel Matinde kutoka Kigoma ambaye anaripoti kamili. Akitoa ujumbe kwa umma kuelekea maadhimisho hayo, mkuu huyo wa mkoa wa Kigoma amesisitiza umuhimu wa kauli mbiu ya mwaka huu isemayo ushiriki katika uchaguzi ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa, linda haki za watu wenye ualbino. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kisiasa kwa watu wenye ualbino na inalenga kuangazia haki yao ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kidemokrasia kama wapiga kura, lakini pia kama wagombea. Kwa upande wake, mhazina wa TASI Abdullahi Omari amesema licha ya hatua zinazopigwa, watu wenye ualbino bado wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo ubaguzi katika ajira na kutotambuliwa ipasavyo katika sekta ya elimu. Kulingana na tulikotoka mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanajitokeza. Ingawa bado ile dhana kama mwenzangu alivyosema bado ipo. Na sasa tunachopambana nacho kikubwa ni mila na desturi. Naye mwenyekiti wa TASI Godson Molel ameishukuru serikali kwa hatua inazoendelea kuchukua katika kuwajali na kuhakikisha watu wenye ualbino wanapewa nafasi sawa na kuheshimiwa kama raia wengine. Rais anatupenda, anatujali. Mfano ukiangalia mwaka wa fedha 23-24 amepeleka shilingi milioni 124 katika hospitali yetu ya KCMC kwa ajili ya kununua malighafi za kuzalishia mafuta kinga kwa ajili ya ngozi zetu. Historia, mkoa wa Kigoma umewahi kushuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watu wenye ualbino, hali iliyopelekea baadhi ya watoto wenye ualbino kulazimika kuhifadhiwa katika shule ya msingi Kabanga Mazoezi iliyoko katika halmashauri ya mji Kasulu kwa ajili ya usalama wao. Emmanuel Matinde, Clouds TV.